Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kujuzana na kuhabarishana yale ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama kawaida yetu tunakwenda kuangazia kile kinachoendelea kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club, hususani kuelekea kwenye ule mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa hivi klabu ya Yanga na wao wamerejea tena kwenye masuala mazima ya calculator mara baada ya kuweza kupoteza mchezo wa mwisho dhidi ya timu ya FAR Rabat katika kundi lao B. Hivyo klabu ya Yanga wamerudi kwenye calculator, nikiwa na maana ya kwamba kupiga mahesabu makali kuangalia namna gani ambavyo wao wataweza kutinga kwenda kwenye hatua ya robo fainali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho wa kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa 6 dhidi ya timu ya JS Kabylie, tayari kocha mkuu wa timu ya Yanga Sports Club, hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves, yeye amekwisha weza kuweka wazi namna ambavyo mbinu zake atakwenda kuzitumia ili kuhakikisha wanakwenda kupata alama 3 muhimu na kuweza kushinda mabao ya kutosha kwenye mchezo huo dhidi ya timu ya JS Kabylie. Sambamba na kuweka mbinu zake hadharani, lakini pia kocha huyo mkuu wa timu ya Yanga Sports Club yeye amekwisha weza kuweka wazi ya kwamba kikosi chake hiko ambacho kinakwenda kumenyanya dhidi ya timu ya JS Kabylie kitakuwa na mabadiliko makubwa kweli siku ya Jumapili, ambapo mchezo huo unatarajiwa kufanyika kwenye viunga vya New Amani Complex pale visiwani Zanzibar kwenye majira saa 10 kamili za jioni. Sasa kocha huyo amekwisha weza kutangaza kikosi chake cha wanaume 11 ambao watakwenda kupambania alama 3 muhimu kwenye mchezo huo muhimu wa kufa na kupona, mchezo wa kutoana jasho, ambapo klabu ya Yanga inahitaji alama 3 muhimu pamoja na magoli ya kutosha kweli ili kujihakikishia angalau nafasi ya kwenda kutinga kwenye hatua ya robo fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu huu hapa, huku akimwombea njaa mpinzani wake FAR Rabat aweze kupasuka vilivyo dhidi ya timu ya Al Ahly. Sasa mimi niko hapa kuweza kukusogezea na kukujuza moja kwa moja kikosi cha wanaume 11 ambao watakwenda kupambana dhidi ya timu ya JS Kabylie kwenye kuhakikisha wanabakisha alama 3 nyumbani, lakini pia wanaweza kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kabla sijakusogezea moja kwa moja kikosi hiki ambacho kitakwenda kupambania alama 3 muhimu, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo ni swala jepesi kabisa, mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya kusubscribe, hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Sasa kama wewe umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya alichoweza kukiweka wazi kocha mkuu wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves kuelekea kwenye mchezo wake dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika weekend hii hapa ya tarehe 15 siku ya Jumapili pale kwenye viunga vya New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kocha huyu mkuu wa klabu ya Yanga yeye bwana ameweka wazi kwamba anahitaji alama 3 muhimu ili kuisaidia timu hiyo ya Yanga kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Licha ya klabu Yanga kuwa na nafasi ngumu katika kundi lake B, lakini bado kuna uwezekano namna moja ama nyingine timu hiyo ya klabu Yanga kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali. Sasa kuelekea mipango mikakati hiyo, kocha huyu Pedro amekwisha weza kuweka wazi kikosi chake cha kwanza ambacho kitakwenda kupambania alama hizo 3 dhidi ya mpinzani wake JS Kabylie, timu hii kutokea pale nchini Algeria. Labda nikukumbushe kwenye mchezo wa kwanza ambao waliweza kukutana pale nchini Algeria, Yanga ilipokuwepo ugenini, waliweza kupata sare ya kufungana bao 1-1. Hivyo kwenye mchezo huu hapa marudiano, bila shaka Yanga ana mengi ya kujiuliza nini cha kuboresha ili aweze kuondoka na alama 3 muhimu kwenye mchezo muhimu wa nyumbani pale visiwani Zanzibar. Sasa sambamba na hayo yote, ili kuhakikisha
klabu ya Yanga anaondoka na alama hizo tatu. Mapema kocha Pedro amekushaweza kutangaza kikosi chake, na mimi nakuja kukusogezea moja kwa moja hapa Bongo Vibe TV ili nawe uweze kufahamu kikosi ambacho kitakwenda kumenyana dhidi ya timu ya JS Kabylie, ambao hawa miamba watasafiri kutokea pale nchini Algeria kuja nchini Tanzania pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wao. Wanatarajiwa kuwasili visiwani Zanzibar tarehe 13 na watafanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na hatimaye watakwenda kwenye mchezo husika ambao ni mchezo muhimu kweli. Kwa upande wa klabu ya JS Kabylie wao wamekushaweza kuaga mashindano, lakini kwa upande wa klabu Yanga bado ana nafasi ya kutinga kwenye hatua ya robo finali kimahesabu ama kimikakati zaidi. Sasa bila kukupotezea muda mwana michezo wangu, twende haraka nikakutajia kikosi cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza kwenye mchezo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wa golikipa hapa tutegemee kumuona golikipa nambari 1 ya klabu ya Yanga si mwingine bali golikipa Djigui Diarra, akiendelea kusimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya klabu ya Yanga, akiendelea kuepusha ama kuondoa mauzauza na mazonge yote yatakayoendelea kuelekea kwenye lango la timu ya klabu ya Yanga. Djigui Diarra bora yake yote tunaufahamu, mpaka wakapewa jina la utani screen protector. Kazi yake ni kulinda vikwazo vote na mauzauza yote yatakayoelekea kwenye lango la timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemee kuona akiingia mchezaji Dickson Jobu akisimama vyema kwenye eneo la beki nambari 2 kwenye kikosi iko cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemee kumuona akiingia mchezaji Mohamed Zimbwe Junior. Kulingana na uhitaji wa mchezo, Zimbwe Junior anaweza akakuofa vitu vingi anapokuwa uwanjani, kushambulia lakini pia uwezo wa kuzuia. Baada ya hapo kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemee kumuona mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto akishirikiana vyema na Ibrahim Abdullah Baka katika lile eneo la katikati kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Tuliona kazi chafu kweli mabeki hao wawili wakifanya kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, lakini pia tunaweza kutegemea walichokifanya kule kuja kukifanya tena kwenye mchezo huu hapa. Kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemee kumuona Mohamed Damaro akisimama vyema kwenye eneo la kiungo nambari 6. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemee kumuona mchezaji Max Nzengeli akizima vizuri eneo lile la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tutegemee kumuona mchezaji Duke Ogabuya akisema vyema kwenye eneo la kiungo nambari 8. Kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemee kuona mabadiliko kidogo, akiingia mchezaji Prince Mpumelelo Dube akienda kusimama katika eneo la mshambuliaji wa mwisho ama tegemezi kwenye kikosi hiki cha kwanza dhidi ya timu ya JS Kabylie. Lakini kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa tegemee kumuona akiingia mchezaji Starboy Alan Okero akienda kusimama vyema eneo lile la kiungo nambari 10 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini pia kwa kumalizia na eneo la winga nambari 11 hapa tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua, fundi huyu akienda kuonyesha machachari yake na uhatari wake kupitia eneo hilo la kushoto la winga nambari 11. Mimi ningeona kusogezea hayo mawili matatu ili wewe mwanamchezo wangu uweze kufahamu yale yanayoendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kama una kitu, maoni yako ama mtazamo wako, huu ndio muda wako sahihi, njoo tuambie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe.